tofauti. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Barakallahu fi ilmi shaykhina Allah subhanahu wa ta'ala amtilie baraka ndugu yetu Abdurrahman kwa kalima hii fupi, kalima ambayo imejaa faida mbalimbali. Muhimu zaidi kati ya faida hizo ni kufahamisha tofauti iliyokuwepo baina awliya'i ar-Rahman wa awliya'i shaytan. Bainisha tofauti iliyokuwepo baina ya mawali wa kweli wa Allah tabaraka wa taala na mawali wa kweli wa shaytan, mawali wa shaytan, na kwamba madai si mahala pa mazingatio. Mahala pa mazingatio ni almuwafaqatu bima jaa bihi al-anbiya alayhim as-salatu was-salam, ni kuafikiana na yale ambayo wamekuja nayo manabii wa Allah alayhim as-salatu was-salam, wa huwa at-tauhid al-khalis. Walichokuja nacho al-anbiya ni tauhid iliyotakata, kumtakasa na kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala na kumpokesha katika ibada. Amma as-sufiyya wama fiha min al-khurafat wal-khuza'balat وغير ذلك مما لم ينزل به الله السلطان أو من سلطان. haya ni katika yale ambayo hayazingatiwi. Mimi sitokuwa na mazungumzo marefu kwa sababu nafasi hii ni nafasi ya kufupisha mazungumzo. Taaliki yangu fupi ni kwamba madhehebu ya kisufi, madhehebu ya kikhurafi, asili ya madhehebu haya ni madhehebu ya waabudu mizimu na watu wacheza muziki, yani watu walaghawlaghaw hivi, watu ambao wamejiweka zaidi katika starehe, lakini starehe yenyewe ni starehe ya laghaw na maasi. Misingi ya madhehebu ya kisufi iko hivyo, na ni misingi ambayo si ya leo wala jana wala juzi. Ni misingi ambayo chanzo chake litokea mataifa na mataifa yaliyokuwa kabla yetu, bali inatajwa kwamba hii ni dini ya Asamiri. Samiri, dini ya kisufi, ina mafungamano makubwa na muasisi kwa baadhi ya madhehebu yao ambaye ni Samiri, bwana mmoja ambaye Allah subhanahu wa ta'ala alimtaja katika Qur'an. Alimtaja Allah subhanahu wa ta'ala fi mahalli dhann, katika sehemu ya kumsema vibaya kwa sababu ya madhehebu ya kumwabudu asiyekuwa Allah
kwa sababu ya madhehebu ya kuabudu mizimu aliyoanzisha, kwa sababu ya madhehebu ya lahu na pumbao la miziki na mfano wake, katika kipindi ambacho tayari yupo mtume wa Allah Musa alayhi salatu wassalam. Mtakumbuka katika yale tunayosomewa katika Qur'an ni kwamba tunatajiwa sana kisa Musa ibn Imran alayhi salatu wassalam, ile safari yake alipokwenda kuwakomboa Bani Israili katika nchi ya Misri, wakati ambapo walifanywa kwa watumwa, tena watumwa wa kudhalilishwa kwa kiwango cha hali ya juu. Musa alayhi salatu wassalam alitoroka na Bani Israili akiwatoa katika udhalili wa Firaun. Mwambie huyo akazungumzia Musa alayhi salatu wassalam akaja akavuka bahari na Bani Israili, faatba'ahum Firaun wa junuduhu, Firaun akawafuata yeye na jeshi lake au majeshi yake. faghashiyahum min al-yammi ma ghashiyahum, kama qala Allah tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa ta'ala akawapiga na tufani, akawazamisha katika maji Firaun na jeshi lake, wakati Musa alishavuka baharini na Bani Israili. Kisha baada ya hapo Musa alayhi salatu wassalam aliwaacha Bani Israili. Miongoni mwao alikuwa bwana mmoja akiitwa Samiri, akatoka kwa ajili ya miqat rabbih, akatoka na watu 70, akaenda kakawia muda aliokawia. Aliporudi, wakati anafika katika sehemu alizowaacha Bani Israili, alimwacha ndugu yake Harun akiwa kama waziri wake aliyebakia wakati huo, amekaimu nafasi yake kwa wakati huo, nafasi ya usimamizi wa Bani Israili. Musa alipofika alisikia kishindo cha miziki na starehe za ajabu ajabu. Wakati akiwa hayupo bwana huyu Samiri, ni kwamba aliwatenza nguvu Bani Israili kwa kukusanya mali mbalimbali. Alikusanya mali ambazo sehemu kubwa ilikuwa ni dhahabu, zilitumika kumuunda ndama ambaye aliundwa na kutengenezwa kwa ajili ya kufanywa kuwa ni Mungu. Akatengenezwa ndama kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, fa akhraja lahum jasadan lahu khuwar faqala lahum hadha ilahukum wa ilahu Musa. Akawatolea ndama ambaye alikuwa ana sauti. Wanasema ilikuwa ukivuma upepo, basi ule upepo unaingia ndani, unatengeneza sura fulani ya sauti. Basi watu wakamzunguka yule ndama, yeye akawatenza nguvu kwanza wamtengeneze Mungu, na wakati huo akawanadi na kuwaita watu kumwabudu ndama huyo. Harun alayhi salatu wassalam akawaonya, akawalingania, akawakumbusha ahadi ya Allah tabaraka wa taala ya kwamba Allah aliwaahidi
sehemu ya pembezoni mwa mlima wa Tur, akawakumbusha neema ya Allah subhanahu wa ta'ala kuokolewa kwa Bani Israili. Lakini jambo hili halikuwafaa watu wote, akatoka akajitenga na watu 12,000 kama unavyotaja. Ametaja masala haya al-Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala katika tafsiri ndani ya suratu Taha, katika kauli yake wa laqad qala lahum Harun min qabl al-aya. Akajitenga na Bani Israila takriban watu 12,000. Musa aliporudi akasikia vishindo, kani kwa sura ya leo akasikia vishindo vya muziki, vigeregere na mfano wake, yani kwamba kuna starehe fulani za lahu. Fika akakuta tayari kulishaharibika. Akamfuata ndugu yake Harun, akamlaumu. Harun na yeye akajitetea kwa juhudi zake. Kisha baadaye akamfuata Samiri, akamuuliza kilichokupelekea kufanya hivi ni nini? Qala basurtu bima lam yabsuru bihi wa qabadtu qabdan min athari ar-rasul wa kadhalika sawwalat li nafsi. Akawa na ujasiri wa kumwambia Musa maneno haya kwamba hivi ndivyo ilikumpelekea nafsi yake, na kwamba yeye yani ana namna fulani alivyochota katika utume. Kwa hiyo na yeye ana nafasi fulani ambayo ni kubwa mbele ya Allah iliyompelekea kufanya hivyo. Alhasil ni kwamba sura walizokuwa nazo watu wake ni kule kucheza muziki, watu wakawa wanakatika na nini. Sasa ukiwachunguza masufi, zile ibada zao, sura zake haziko mbali na sura ya ibada hii aliyoanzisha Asamiri. Na ndio maana wanawachuoni wakitaja usufi wanaunasibisha na Asamiri, wanaunasibisha na Asamiri. Aliulizwa mwanawachuoni mmoja wa Andalus kwa miaka hiyo, anaitwa Muhammad ibn al-Walid ibn Muhammad ibn Khalafa al-Fihri Abu Bakr al-Qurashi al-Turtushi rahimahullah ta'ala. Huyu ni mwanachuoni aliyezaliwa katika mji wa Turtusha. Turtusha wanataja ni mji unaopatikana mashariki mwa Andalus ya miaka hiyo. Mwanachuoni huyu alizaliwa katika mwaka wa 451, akafariki mwaka wa 520 Hijria kama sijasahau. Al-Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala alipotaja kauli hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad qala lahum Harun min qablu, mpaka mwisho aya katika sura Taha, akaitaja kauli ya al-Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala akiulizwa kunako madhehebu ya masufi, madhehebu ya Kikhurafi. Haya madhehebu ya masufi ambao tunao, ambao ukiwachunguza ni watu hawaogopi kuabudu mizimu, kwa sababu huo wanaabudu mashekhe zao. Jambo hili linafahamika kwa mtu wa mbali na wa karibu, bali ikifika misimu fulani utawaona wakifunga safari wanakwenda katika maeneo fulani kunakotajwa kwamba alikuwepo shekhe fulani ambaye anatajwa kwamba ni wali wa Allah, na huenda huyo shekhe alikuwa ni wali wa shetani. Wakawaabudu na kuwaomba wanavyowaomba, wakitaraji kwamba wao wanawatatulia matatizo, wanawavutia manufaa, wanawatengenezea maisha mazuri, mivuto ya biashara na mengineyo, na wanawaondoshia shari katika maisha yao. Sasa al-Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala
Al-Imam Al-Qurtubi ametaja katika sehemu ya mwendesho wa tafsiri hii wa tafsiri aya hii, akasema wasuila al-Imam Abu Bakr al-Qurtushi rahimahullah ta'ala ma yaqulu sayyid al-faqih fi madhhab as-sufiyya. Bwana mtukufu mwana wa chuoni wa fiqh anasema nini kunako madhehebu ya kisufi, madhehebu ya hawa makhurafi ambayo mtayaona kwamba watu wanaabudu mizimu, pia vile vile ni watu wa starehe za ngoma hivi, sababu kuna misimu fulani ni watu wa kupiga ngoma na wakasimama wakacheza wakakatika. Aliulizwa rahimahullahu ta'ala, mnasemaje kunako madhehebu haya ya kisufi? Uliza swali akasema wa'lam annahu ijtama'a jama'atun min rijalin fayukthiruna min dhikri llahi ta'ala wa dhikri Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Natambua kwamba hakika mambo yalivyo, walikusanyika watu na wanakusanyika watu, katika wao ni wanaume, kusanyika watu miongoni mwa watu wakakifirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ule mkusanyiko wao wanamtaja nani? Allah tabaraka wa ta'ala. Pia vile vile wanakifirisha kumtaja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Thumma yuqi'una bil qadibi ala shay'in min al-adim, kisha huenda wakapiga kwa kutumia fimbo, kupiga kwenye kitu fulani ambacho kimetengenezwa kutokana na ngozi, nakusudia zile ngoma, sio sababu wanapiga ngoma nini, hizi ngoma huenda wakatumia vipande fulani vya nini, vya fimbo. Akasema sura yao huwa namna walivyo au taratibu wao, wanapiga ngoma kwa kutumia vijipande fulani vya fimbo. Wayaqumu ba'dhum yarqus wa yatawajad, na wanasimama baadhi yao wakati huo wakaanza kucheza. Wanasimama watu wakaanza kucheza, wayatawajad, na wakakusanyika wao kwa wao, kukuta kwamba wana michanganyiko, wakacheza wakakatika, hatta yaqa'u maghshiyan alayhi, mpaka wakati mwingine baadhi yao wanadondoka kwa kuzimia. Hiyo mshawahi kuyaona matukio haya kwa masufi? Yani wao wanakwenda wanasimama wanacheza wanapandisha midadi, mpaka wengine wanapandisha masi, wanadondoka wanaanza kupepewa. Kwa hiyo baadhi yao wanakwenda mpaka wanadondoka wakizimia. Wayuhdhiruna shay'an yaquluna, kisha watu hawa baada ya hapo huhudhurisha kitu ambacho wanakila, yani wanahudhurisha chakula wakala. Hal al-hudhur ma'ahum jaizun am la? Je, kuhudhuria pamoja na watu hawa ni jambo linalofaa au halifai? Jambo hili unahisi linafanana na sura gani katika zama hizi? Angalia katika msimu wa mfungo sita, tarehe 12, kuanzia tarehe 12 na kuendelea, nyakati ambazo baadhi ya misikiti kujiandaa kukusanya vyakula kwa lengo la kumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam na kukumbuka tarehe ya kuzaliwa kwake. Ndani yake watu wakasoma maulidi, na ndani yake kusoma Qur'an, ndani yake utajwa Allah tabaraka wa taala, ukamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakasoma abiyati zinazomsifia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
na hufika wakati wa kumpokea Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wakasimama wakaanza kucheza. Kuna saa fulani katika usiku wanaitakidi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam yahdhuru ma'ahum, anahudhuria pamoja nao. Kwa hiyo wanasimama wanaanza kucheza, na wakati mwingine wanasema wanamchezea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lengo lao ni kufurahika katika kumpokea wakati huu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya yanafanyika katika misimu maalum ndani ya mwaka, nayo ni misimu ya Maulidi. Sheikh akaulizwa, je, jambo hili la sawa, jambo hili la kuhudhuria pamoja nao katika mazingira hayo ni sawa, ni jambo ambalo ni jaiz au halifai? Aftuna maajurin, tunaomba mtupe fatwa hali ya kuwa ni wenye kulipwa na Allah tabaraka wa taala. Akasema rahimahullahu taala, الجواب يرحمك الله مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة. madhehebu haya ya kisufi, madhehebu ya kikhurafi, hawa ndugu zetu Waislamu ambao wana hali kama hizi, madhehebu yao ni madhehebu batili, ni madhehebu ya kijinga, ni madhehebu ya dhalala, ni madhehebu ya upotevu. Wamal islamu illa kitabullahi wa sunnatu rasulih wa sunnatu rasulih, na haukuwa Uislamu isipokuwa ni kitabu cha Allah tabaraka wa taala na sunna ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ar-raqs wat-tawajud, ama jambo la kucheza na watu kusimama wakakusanyika wao kwa wao wakawa wanacheza, fa awwalu man ahdathahu ashabu Samiri, wa kwanza aliyezusha mambo haya ni watu wa nani? Samiri. Kwa hiyo makhurafi tuliokuwa nao leo hii wana nasibu katika madhehebu ya mtu ambaye ni kafir, ambaye ni Samiri. Na tukisema hivi hatumaanishi kwamba watu hawa masufi tuliokuwa nao wamekufuru. Pia akili nyingine zinahukumu ukiwaambia watu kwamba madhehebu mliokuwa nayo ni madhehebu ya mtu kafir, fulani anawakufurisha watu. Madhehebu haya ni madhehebu ya Samiri, mtu kafir, mushrik, mwanzisha ibada ya mizimu, mwanzisha ibada ya kuabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, mwanzishaji wa lahu katika sura za ibada. Akawaambia haya ni madhehebu alianzisha ni watu wa kwanza alianzisha ni watu wa Asamiri, lamma ittakhadha lahum ijlan jasadan lahu khuwar, wakati alipowekea wao kiwiliwili ambacho kina mumbo wa ndama kilichokuwa na sauti fulani, qamu yarqusuna hawalai, walisimama wakaanza kucheza pembezoni mwake, wayatawajaduna, na wakichanganyika. Fa huwa dinul kuffari wa ubadil ijl, hii asili yake ni dini ya makafiri na ni dini ya waabudu ndama. Asili yake ni dini ya makafiri na dini ya waabudu ndama. Wa amma alqadib, ama fimbo kusudia sasa kupiga ngoma, fa awwalu man ittakhadhahu az-zanadiqa, kwa kwanza walianzisha hii ni mazanadiqa, liyushghilu bihi almuslimina an kitabillahi ta'ala, ili wawashughulishe waislamu wakiacha kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Wa inma kana yajlisu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ma'a ashabihi ka'anna ala ru'usihim at-tayra min al-waqar, na hakika si vinginevyo alikuwa
Mtume sallallahu alayhi wasallam akikaa pamoja na masahaba zake, kana kwamba kuna juu ya vichwa vyao ndege, kutokana na utulivu waliokuwa nao katika kuisikiliza ilmu. Fayambaghi lis-sultan wa nuwabi, yapasa kwa kiongozi, mtu mtawala na wale manaibu wake, ayyamna'ahum 'anil huduri fil masajid wa ghayriha, awazuilie watu hawa kuhudhuria misikitini na mfano. Hawatakikani kuyaleta mambo haya misikitini. Makhurafi wanafanya mambo haya katika misikiti, sio? Yapasa iwapo kutakuwa na utawala wa mtu ambaye ameona kwamba jambo hili ni ovu, awazuilie watu hawa kuyafanya mambo haya katika misikiti na mfano wake. ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم, na haitofaa kwa yeyote anayemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho kuhudhuria pamoja na watu hawa. Wala yu'inuhum ala batilihim, na asiwasaidie juu ya batili yao. هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة المسلمين. هاي ndio madhehebu ya Imam Malik, pia madhehebu ya al-Imam Abu Hanifa, ni madhehebu ya Ash-Shafi'i, madhehebu ya al-Imam Ash-Shafi'i, na ndio madhehebu ya Imam Ahmad ibn Hanbal alayhim rahmatullah. Ndio madhehebu ya Uislamu, ndio madhehebu ya maimamu hawa wanaotambulika katika akili za watu. Kwa hiyo pamoja na kwamba madhehebu ya kisufi ni madhehebu ambayo wali wao kwa sehemu kubwa ni sheitani, ni kwa sababu asili yao ni waabudu mizimu na ni watu wa lahu. Kwa hiyo pia si rahisi wao kuepukana na kuwa kwamba wali wao watakuwa ni nani? Atakuwa ni sheitani. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaquna lahumul bushra fil hayati dunya al-ayah. Kwa hiyo hii ilikuwa ni taarifa yangu katika jambo hili. Nas'alullah an yuwaffiqana wa yuwaffiqa almuslimin lilqiyam bima jaa bihi an-nabiy alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikishe juu ya kulisimamia ile alilokuja nalo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Naam. أسأل الله العافية والسلامة. Hapa naonyeshwa sura miongoni mwa sura zao sufi. أسأل الله العافية والسلامة. على أي حال يعني hawa dini mambo yao hayawi mbali na watu ambao wamepokonywa akili. Ndio maana al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala anasema kwamba nao kama ataingia mtu katika madhehebu ya kisufi muda wa asubuhi, ninaona kwamba haitomjia jioni isipokuwa waqad dhahaba aqlu, akili yake imeondoka. Sababu ni madhehebu ambayo ukichunguza yanawapokonya watu akili. Allahu musta'an. Naktafi bihadha. Alhamdulillah rabbil alamin. Sheikh
Allah kimwafikisha ataondoka kesho alfajiri kurejea katika miji ya Mwanza. Tunamuombea Allah subhanahu wa ta'ala kumfikishe na mlipe kila la khairi. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.